Je, tunalea kizazi cha kusubiri milango ya ajira ifunguliwe au tunajenga kizazi chenye uwezo wa kufungua milango yake chenyewe? Katika wakati ambao ushindani wa soko la ajira unazidi kuongezeka kila siku, swali hili linahitaji majibu ya vitendo. Na hapa ndipo mtaala mpya wa elimu ya biashara kwa wanafunzi wa sekondari unapochukua nafasi muhimu. Zaidi ya kufundisha nadharia darasani, mtaala huu unalenga kuwajengea wanafunzi maarifa, ujuzi, kuthubutu, kuanzisha biashara na kujitegemea kiuchumi. Hii ni safari ya kuibadilisha elimu kuwa msingi wa kuzalisha wabunifu wa ajira na badala ya waombaji wa ajira. Hatua muhimu katika kujenga taifa lenye vijana wanaothubutu kuunda kesho yao wenyewe. Tupo hapa leo kushuhudia mabadiliko ya elimu katika mifumo yetu ya elimu Tanzania. Lengo kubwa la somo la Business Studies ni kumwandaa mwanafunzi ili aweze kuwa job creator. Na malengo yetu ya muda mrefu ni kwamba mwanafunzi anapohitimu kidato cha 4 awe na uwezo wa kuanzisha biashara ndani ya miezi mitatu ya graduation. Lakini leo tumeona watoto wa kidato cha 2 ambao tayari wana business ideas, wana biashara ndogo ndogo ambazo tayari wameanza kufanya. Haya mafanikio yote yametokana na mfumo imara ambao unahusisha serikali ikiwemo TAI ambao ni Taasisi ya Elimu Tanzania, NECTA, TAMISEMI pamoja na Wizara ya Elimu. Lakini pia haya yote yamewezekana kutokana na ushirikiano wa viongozi wa elimu kwa mkoa huu wa Dar es Salaam. Na mkoa huu wa Dar es Salaam tunao shule 34 ambazo ziko katika manispaa 3: Kinondoni, Kigamboni pamoja na Dar es Salaam CC. Hata hivyo, simulizi hili haliwezi kukamilika bila kusikiliza sauti halisi za wahusika wakuu, wanafunzi wenyewe ambao ndio wanufaika wa moja kwa moja wa elimu ya biashara. Kupitia ushuhuda wao, wanaeleza kwa undani namna elimu hii ilivyobadilisha mtazamo wao na kuwajengea uwezo wa kujiona kama watengeneza ajira badala ya wategemezi wa ajira. Kwa majina naitwa Angela Yohana Simon, ninasoma Nasifu Sekondari. Somo la business linatufanya tuwe na faida sana hapa kwetu shuleni na kwa mashule mengine, kwa sababu somo la business linakusaidia wewe mwanafunzi kuwa na kujiwekea ajira mwenyewe kabla ya kuajiriwa na watu wengine. Kwa sasa watu huwa wanasubiri kuajiriwa, lakini unaweza ukachelewa kupata malengo yako. Lakini somo hili la business linatusaidia sisi wanafunzi kujiajiri wenyewe. Kwa mfano kama mimi hapa ninatengeneza hizi karanga kwa bei ya 200 tu, na hizi karanga zinanipatia kipato, zinaniwezesha katika mambo mbalimbali, kwa mfano kununua peni, daftari. Kwa hiyo somo la business lina faida sana kwa sisi wanafunzi. Naitwa Kubaib Zahor Makame. Napenda kushukuru sana kwa ajili ya hili somo la Business Studies. Mimi nasaidia sana katika kusoma kwa vitendo. Kwa sababu gani? Mimi mpango wangu nikimaliza shule na mpango wa kuajiriwa kwa engineer. Lakini hii somo kadri lilivyoletwa kwangu mimi inanisaidia kubadilisha mawazo yangu na kwenda kupeleka mawazo yangu kwa kujiajiri mwenyewe. Kwa sababu ukizingatia siku hizi ajira siku hizi ni chache sana. Ni machache sana mtu kupata ajira. Kwa hiyo ningependa kushukuru sana kwa ajili ya hili somo. Linasaidia vijana wengi sana, maana vijana siku hizi wanapotea. Walimu ni kiungo muhimu katika kuibadili elimu kuwa chombo cha mabadiliko. Kupitia elimu ya biashara, wamekuwa mashahidi wa moja kwa moja wa mabadiliko ya wanafunzi, kutoka fikra za kusubiri ajira hadi kuwa wabunifu wa kuzitengeneza. Kwa majina naitwa Madam Fatna Waziri Senkondo, mwalimu wa masomo ya biashara Nasifu Sekondari. Tukiangalia somo letu la Business Studies, ni somo ambalo halimwandai mtoto kwa ajili ya kukariri. Ni somo ambalo linamwandaa mwanafunzi kwa ajili ya kutenda zaidi, kwa ajili ya kufanya practical zaidi, na ni somo ambalo tayari mtoto anajifunza na kila alichojifunza anaenda sasa kuona namna gani kinafanyika. Kuna project mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya hawa watoto kuweza kutenda zaidi na kuona kwamba yale yanayofanyika yanawezekana. Ni kweli somo hili tangu tumelianza tumeona mabadiliko makubwa sana kwa wanafunzi au kwa watoto wetu hawa. Watoto wengi wanapokuja shule wanakuwa wanaakili kwamba akishamaliza shule anapata kazi nzuri kwenye ofisi nzuri anakaa.
lakini hawaelewi kwamba sasa hivi kazi zimekuwa ni changamoto, nafasi ni kidogo, wanaohitaji kazi wanakuwa ni wengi. Kwa somo hili linakuja kumwelekeza mwanafunzi kwamba unaweza ukatengeneza wewe kazi kwako wewe mwenyewe na kutengeneza kazi kwa watu wengine. Na mabadiliko tumeyaona kwa sababu tangu akiwa kidato cha kwanza mpaka leo wako kidato cha pili, kuna wanafunzi mpaka leo wanakuambia mwalimu, yani mimi hata nikimaliza form 4 siwezi tena kwenda kuomba kazi, kwa sababu hii biashara au huu mradi ambao tulikuwa tukifanya tangu form 1 tumeshakuwa tuna wateja mtaani, tuna wateja ambao wengine ni walimu hapa shuleni wananunua products zetu, kiasi kwamba tunaweza mpaka kupata mahitaji yetu madogo madogo ya kila siku, ikiwemo kununua madaftari, peni na vifaa vingine vya shule. Kwa somo hili limekuja kuleta mapinduzi makubwa sana. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, mafanikio hayategemei tena nani anasubiri fursa, bali nani anathubutu kuizalisha. Kupitia elimu ya biashara, vijana hawa hawajifunzi tu darasani, wanajifunza kuiona dunia kwa macho ya fursa, ubunifu na uthubutu. Na hapa ndipo safari ya kesho bora inaanzia leo.